Iran yaonya italenga miundombinu yote ya eneo iwapo miundombinu yake itashambuliwa. Iran imeonya kwamba italenga kila miundombinu iliyosalia kwenye eneo hilo iwapo miundombinu yake itashambuliwa. Katika taarifa kali, makao makuu ya kamanda ya majeshi ya Iran maarufu kama Kamandi ya Hatam al-Anbiya imeonya kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wavamizi. Indhari hiyo imetolewa siku ya Alhamisi baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutishia kupanua mashambulizi ya kigaidi ya Marekani dhidi ya Iran wiki ijayo ili alenge miundombinu ya kiraia ikiwemo vituo vya umeme na madaraja. Msemaji wa kamandi hiyo ya kijeshi Luteni Kanali Ibrahim Zulfikar alisema iwapo vitisho vya hivi karibuni visivyo na msingi vya Rais wa Marekani vya kuliamuru jeshi la Marekani lilenge miundombinu ya Jamhuri ya Kiislamu vitatekelezwa, basi kila kitu ambacho kwa sababu ya subira na kujizuia kwa Iran kimebakia salama hadi sasa, yaani miundombinu yote katika eneo hilo, kitapondwa chini ya mapigo ya chuma ya vikosi vya kijeshi vyenye nguvu vya Jamhuri ya Kiislamu kwa kiwango ambacho hakutabaki athari yoyote yake kana kwamba hakikuwahi kuwepo. Aidha, ameukosoa utawala wa kihalifu wa Marekani kwa kuendelea na vitendo vyake vya kiholela na juhudi zake za kuleta machafuko katika Asia Magharibi. Kanali Zulfikar alisisitiza zaidi kwamba Iran haitairuhusu kamwe kama nchi ya kigeni iliyo nje ya eneo hilo kuingilia lango la Hormuz ambalo ni mstari mwekundu usiokiukwa wa Jamhuri ya Kiislamu. Ameongeza kwamba adui mjinga na ajue kwetu sisi wakati wa hatua za kishujaa si wakati wa kujizuia. Kinachotekelezwa na vikosi vya ulinzi vya Iran si shambulio la kulipiza kwa kiwango sawa, ni shambulio lenye ubora na nguvu ya juu zaidi. Mashambulizi yatakuwa makali zaidi, mapana zaidi na yenye uharibifu mkubwa kuliko wakati wowote uliopita. Ghadhabu ya taifa ambalo halijawahi kusalimu amri itamteketeza mvamizi. Kwingineko, siku ya Alhamisi, idara ya uhusiano wa umma ya jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu imetangaza kwamba jeshi la wanamaji la kikosi hicho limefanya shambulio lenye kuangamiza dhidi ya kambi ya kijeshi ya Marekani ya Sheikh Isa nchini Bahrain. IRGC imesema kwamba operesheni hiyo imeharibu kikamilifu mfumo wa rada wa ufuatiliaji na udhibiti wa anga pamoja na kituo cha kusukuma mafuta kilichokuwa kikiyapatia ndege za kivita za adui huduma ya mafuta. Shambulio hilo lilikuja kujibu jinai za jeshi la Marekani lililoua watoto katika mashambulizi yake angani dhidi ya kambi za pwani na maeneo kadhaa ya kiraia ikiwemo hospitali ya saratani ya watoto na kituo cha uzalishaji maji kilichokuwa kikihudumia mazuari wanaosafiri kuelekea mji mtakatifu wa Karbala nchini Iraq kwenye eneo la mpakani la mkoa wa Ilam wa Iran. Vilevile, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalbaf ameonya kwamba ikiwa Jamhuri ya Kiislamu haitanufaika na mkataba wa maelewano wa Islamabad uliotiwa saini baina yake na Marekani, basi hakuna sababu yoyote ya kuendelea kufuata. Katika taarifa iliyochapishwa Jumatano ambayo iliainisha mtazamo wa kimkakati unaosawazisha utayari wa kijeshi na ushirikiano wa kidiplomasia ili kulinda maslahi ya kitaifa, Kalbaf amesisitiza kuwa hiyo ina maana tu pale vifungu vyake vinapokuwa na uhalali na kutekelezwa. Amesisitiza kuwa vikosi vya ulinzi vya Iran vina uhuru kamili wa kuchukua hatua za kukabiliana na uchokozi wowote wa adui. Kauli ya spika huyo imekuja wakati mvutano ukizidi kupamba moto kufuatia ukiukwaji wa mara kwa mara wa Marekani wa makubaliano hayo ya muda yenye vipengele 14. Iran imerekodi angalau ukiukwaji 42 mkubwa wa Marekani tangu mkataba huo wa Islamabad uliposainiwa tarehe 17 Juni, ikiwemo kukiuka mipango ya Iran katika lango la Hormuz, vitisho vinavyoendelea vya mashambulizi ya kijeshi, mashambulizi dhidi ya kusini mwa Iran, kurejesha vikwazo vya mafuta na uchokozi unaoendelea utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon. Rais wa Marekani Donald Trump pia ametangaza kwa utaratibu wa kusitisha mapigano na Iran hauko tena katika utekelezaji. Kalbaf amesisitiza kuwa Iran inapaswa kuzingatia maslahi ya kitaifa na usalama na si mtazamo ya mirengo au makundi. Amesisitiza tena kuwa Marekani haijabadilisha mkakati wake wa ubeberu na haitavumilia kamwe Iran imara. Spika Kalbaf amefafanua kuwa mazungumzo si sawa na kusalimu amri, bali ni sehemu ya mkakati mpana wa mapambano na kulinda maslahi ya kitaifa. Ameonya kuwa kutenganisha nyenzo za kijeshi na kidiplomasia na kuchagua moja tu kama suluhisho pekee itakuwa ni makosa ya kimkakati. Vilevile, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekemea shambulio la Marekani karibu na hospitali ya watoto wanaougua saratani katika mji wa Ahvaz, kusini magharibi mwa nchi, na kulitaja kuwa ni uhalifu wa kivita wa kijinga na uoga. Taarifa zinasema shambulio hilo lililazimisha uokoaji wa dharura wa mamia ya wagonjwa walio katika hali hatarishi na pia limewatia hofu watoto wanaopatiwa matibabu ya saratani. Vilevile, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema nchi hiyo haina mpango wa kurudi kwenye mazungumzo na Marekani maadamu Washington inaendelea kukiuka majukumu yake na mkataba wa maelewano uliosainiwa mwezi uliopita na nchi hizo mbili.
Ismail Bagei amesema Jumatano kwamba Iran kwa sasa inalenga kujibu mapigo na kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya Marekani katika ardhi yake. Anasema kwa sasa hatuna mpango wa kufanya mazungumzo na tunalenga kujilinda. Bagei amesema akijibu madai ya Marekani kwamba mashambulizi yake yanayoendelea dhidi ya Iran yatalazimisha Teherani kurudi kwenye meza mazungumzo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema Teheran haijitambui kama inalazimika kutekeleza tena vipengele vya mkataba wa maelewano uliosainiwa na Marekani mnamo Juni 17, akitoa mfano wa ukiukwaji wa mara kwa mara wa Washington wa majukumu yake chini ya makubaliano hayo. Anasema mkataba wa maelewano ni seti ya majukumu ya pande zote mbili, na iwapo upande mmoja utakiuka majukumu yake, na sisi pia tutaepuka kutimiza majukumu yetu. Hii ni kanuni na njia hii itafuatwa kuanzia sasa, amesema Ismail Bagei. Lakini pia naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran anayeshughulikia masuala ya kisheria na kimataifa, Kazim Garibabadi, amepinga madai ya Rais wa Marekani Donald Trump kwamba Teheran na Washington zilifanya mazungumzo kwa saa 11, akisema hakuna mazungumzo yaliyofanyika Oman kati ya maafisa wa Iran na Marekani. Na hii ni Iran inaendelea kupambana na propaganda za Marekani. Lakini kwa upande wa Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yeye Masoud Pezeshkian amekosoa kauli za maafisa wa Marekani na kusisitiza kwamba Iran italinda ardhi yake yote dhidi ya tishio la aina yoyote. Akijibu matamshi ya Rais wa Marekani kando ya hitima ya kumkumbuka kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu mjini Tehran, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameyataja matamshi ya Donald Trump kuwa ni utomvu wa adabu, na akasema kwamba matamshi kama hayo yanalandana na wazungumzaji wake na hayastahili majibu kutoka Iran. Donald Trump katika mahojiano na Fox News alijigamba kwa kufanya uhalifu wa kivita, kwamba ameshambulia miundombinu ya kiraia nchini Iran na kudai kwamba tutawapiga vikali sana usiku wa leo, na kisha wiki ijayo mambo yatakuwa mabaya sana kwao, kwa sababu wiki ijayo tutapiga mitambo ya umeme na madaraja. Masoud Pezeshkian amesema ni kawaida kwa adui akiendelea kutoa bwabwaja kama hizi, lakini je, ameweza kutimiza malengo yake nyanjani? Amehoji kwa kusema, wale waliokuwa na nia kuirarua na kuikata vipande vipande Irani yetu wako wapi? Na kuongeza, tunaamini kwamba lazima tulinde kila inchi ya ardhi yetu kwa vitendo, na matamshi haya yasiyo na adabu yanayoua, na wao wenyewe sio taifa la Iran. Na vile bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limewasilisha rasmi muswada wa sheria unaolenga kuimarisha usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz, hatua inayokuja wakati wa kuongezeka kwa mvutano na uingiliaji wa Marekani katika njia hiyo muhimu ya kimkakati ya baharini. Mwenyekiti wa kamati ya usalama wa taifa na sera za kigeni ya bunge la Iran, Ibrahim Aziz, alitangaza hilo kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X, akisema kuwasilishwa muswada huo umekuja sambamba na tukio la kutunguliwa kwa ndege zisizo na rubani za Marekani katika eneo. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Mzunguko hatari wa vitisho vya Trump dhidi ya Iran. Kwa nini Marekani imeelekeza mashambulizi yake kusini mwa Iran? Wanataka nini? Hatua ya majeshi ya Iran ya kudhihirisha nguvu moja kupitia operation madhubuti kama vile kufunga lango bahari la Hormuz inatoa ujumbe kwa adui kwamba hakuna migawanyiko yoyote iliyopo jeshini katika uwanja wa vita, na kwamba uwezo wake wa taifa umejikita katika lengo moja la kulinda maslahi ya taifa kwa gharama yoyote ile dhidi ya adui Marekani na Mzayuni. Katika mkutano wa mshikamano na mashauriano uliofanyika hivi karibuni kati ya makamanda wakuu wa jeshi na walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kwa lengo la kuimarisha shughuli za ulinzi wa taifa dhidi ya hujuma ya adui, pande hizo mbili zilibadilishana mawazo kuhusu namna ya kuimarisha ushirikiano wa pande mbili kwa shabaha ya kukabiliana na uchokozi wa adui. Mojawapo ya mambo muhimu yaliyofikiwa kwenye kikao hicho ni tangazo la uungaji mkono wa wazi na mkubwa wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa jeshi la IRGC, licha ya njama na hatua za uhasama za baadhi ya nchi za kuituhumu IRGC kuwa ni taasisi ya kigaidi, na hivyo kuonyesha tena umoja usiotetereka wa nguvu za kijeshi katika kulinda usalama wa nchi. Mwisho wa kikao hicho, washiriki walisisitiza kwamba ujumbe muhimu zaidi wa kikao hicho ni kutilia mkazo umoja na mshikamano kati ya vikosi vyote vya kijeshi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika muhimili wa Uislamu, mapinduzi na taifa. Ujumbe wa wazi unaonyesha msimamo usioyumba wa vikosi hivi wa kulinda thamani na kuvunja propaganda za vyombo vya habari vya adui. Kufungwa lango bahari la Hormuz si uamuzi uliofanyika juzi ya ujana tu. Meja Jenerali Rahim Safavi, msaidizi na mshauri mwandamizi wa amiri jeshi mkuu, amesema mnamo 2012 kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu alitaka mpango madhubuti wa kufunga lango hilo uandaliwa kwa ushirikiano wa makamanda wakuu wa majeshi yote ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na baada ya kukamilika na kukabidhiwa kwa kiongozi mwadhamu aliwasilisha kwa kamanda mkuu wa majeshi kwa ajili ya kutekelezwa wakati muafaka.
Hatua zote zinazoendelea kuchukuliwa katika lango bahari la Hormuz, hususan baada ya vita vilivyoanzishwa na Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, zinadhihirisha uwezo wa nchi hiyo wa kuzuia uchokozi wa adui, uwezo wa kuzuia hujuma kutimia pale adui anapohitimisha kuwa gharama ya shambulio ni kubwa zaidi kuliko faida inayoweza kupatikana, ambapo ushirikiano wa nguvu za majeshi katika medani ya vita bila shaka huimarisha uwezo huo, jambo lililoonekana wazi katika vita vya siku 12 na siku 40 na sasa vya hivi sasa dhidi ya Iran. Ikumbuke pia kuwa vitisho vingi duniani huishia kwenye makaratasi tu pale ushirikiano madhubuti wa vikosi vya kijeshi unapotekelezwa kivitendo, kama kufungwa lango bahari. Adui hutambua kuwa Iran ina uwezo na pia utashi wa dhati wa kutekeleza vitisho vyake. Uwiano huu wa tishio na hatua ya kivitendo ndio njia haraka zaidi inayovunja nguvu na nia ya adui. Kwa kawaida adui hupanga mikakati yake kwa kuzingatia udhaifu na migawanyiko ya ndani, lakini baada ya kushuhudia nguvu ya pamoja inayoonyeshwa na upande wa pili, Iran katika uwanja wa vita hutambua kuwa kuna ushirikiano kamili, na hivyo kupelekea njama zake za kutaka kuibua migawanyiko jeshini au kuvuruga mipangilio miongoni mwa vikosi vya ulinzi kuambulia patupu. Katika vita viwili vya karibuni, lengo lilikuwa kuharibu uwezo wa kijeshi na makombora ya Iran. Lakini nini kilitokea? Kwa maneno ya Brigedia Jenerali Ibni al-Reza, kaimu waziri wa ulinzi wa Iran, uzoefu wa vita vya karibuni umeonyesha kuwa sekta ya ulinzi ya Iran si tu haikusimama, bali kwa kutegemea maarifa ya ndani inaendelea na safari yake kupiga hatua kubwa kiteknolojia kwa nguvu kubwa. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema kuwa kuanza tena mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran ni ukiukwaji wa hati ya makubaliano iliyotiwa saini kati ya Tehran na Washington. Lavrov amesema makubaliano hayo yanapaswa kuheshimiwa na pande zote, akionya kuwa hatua yoyote ya kijeshi inayokiuka vipengele vya mkataba huo inaweza kuhatarisha juhudi za kudumisha utulivu na usalama katika eneo. Waziri wa mambo ya nje wa Russia amesisitiza kuwa mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani dhidi ya Iran yanakiuka hati ya makubaliano kati ya Tehran na Washington. Amesema hatua hiyo haitachangia kupatikana kwa suluhisho la mzozo uliopo, bali itadhoofisha juhudi za kidiplomasia zilizokuwa zimeanza kuonyesha matumaini. Hali hii si tu kwamba haitaleta suluhisho, bali pia inafunga mlango wa fursa ambao ulionekana kufunguliwa kwa kiasi kupitia hati hiyo ya makubaliano, amesema waziri huyo wa mambo ya nje wa Russia. Nini hasa ambacho kitaendelea? Itaendelea kukuja hatua kwa hatua. Shukran kwa Babu Kivita.